Fatuma, mke wangu, naomba nikuache. Ndio muda wa kazi unaona mama. Sawa mume wangu. Vipi kuhusu iftari? Usijali. Wewe unajua kama unazidi. Sawa mume wangu. Basi mimi nakutakia safari njema. Vipi kuna umefunga? Nimefunga mume wangu. Kweli? Allah akubali. Inshallah. Siku 30 za mfungo, tuheshimu ni dini, tuacheni kuzini. Jamani Mungu yupo, imani sio mavazi. Astaghfirullah alazim. Fatuma, mke wangu. Ambe Mungu. Usimwone umefunga wewe. Naomba nisamehe. Nikusamehe kitu gani? Wewe ndio umefunga, afu leo hii nakukuta unakunywa maji. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huna nyongopea umefunga kumbe hujafunga. Wewe mke ukoje wewe? Wewe ongea tabia za mke mwenzio wewe kule. Kubadilika. Unikwaza sana. Yaani sawa simu ya wana wewe. Wewe. Hakuna tuongee vizuri kirudi. Mama wangu. Nini? Siwezi kusikiza mtu wako unataka kuongea. Mbona sio unataka kuongea na wewe? Wewe hapo mkubwa. Mkubwa mkame. Wewe siku hapo unakuja umenifia chenga. Basi sio nani fanani. Ngata kama siko fanani. Nzuri yani, lakini kwa wewe hapa na imani hamna siku hapa kama mbaya siku moja. Shika. Wewe. Wasi mimi banka 2000 wewe. Jamani, mimi niko banka 2000. Wewe masikio yako kule ametoboka. Ndio 2000 ya yangu. Mimi nimekwambia hivi nipimie mkaa buku. Lakini hamna shida. Kwa nini na jambo langu wako? Haina tabu. Jambo gani? Sasa tunaongea nini mimi na wewe? Au tunaleta nifanyaje kama hivyo? Ngoja kwanza katibu iftari. Sawa. Inafanya hivyo basi kwa. Baadaye tokea basi. Poa poa. Hivi ya kushinda nini? Hizi siku 30 za mfungo, tuheshimu ni dini. Hivi ya kushinda nini? Hizi siku 30 za mfungo. Wazee wa mikeke kama kawaida. Nyonge mwanangu. Tumestari kwanza. Mbona wangu tumepoa hapa? Mtumisali mwezi mtukufu wa Ramadhani anaogopa Mwenyezi Mungu. Babu, sio laza popote babu, mtu Ramadhani kwa sisi tafanini. Tupe laza hizo. Ngoma mpa kaswida. Ndio nataka kaswida sunge na Masjid Munawali huko, tupe laza mipiano. Kama piano kutoka South. Sio kaswida. Na goma jipya hilo. Hilo linaitwa mzuka. Kula chuma hicho. Harimani habia hamikata mazima. Toto mchita say salamate kino male di mana mate. Aundo unafunga Ramadhani akuone fulani. Ramadhani ni dini inayopima imani. Funga Ramadhani hivi ya kushinda nini? Hizi siku 30 za mfungo, tuheshimu ni dini. Wote na Mungu anatajwa wote kaka. Tukuvaa kanzu lako jeusi na ile mbalafu kanywele imetokea sana. Sisi ndio mavazi. Tunajua hiyo imani yeye ni mtaka. Unafunga Ramadhani. Wewe mwanao vipi? Au umekuja naye? Yaani kaniharibia stimu zote kafurumusha. Oya dini katangaze huko, misikitini huko. Sisi tutangaze dini hapa. Sisi tunakula piano hapa na mwanetu hapa. Utukumbushe dini.
Wewe dini katangaze huko wana kuamsha huko makanzu wenzio huko. Hapa atakuwa mwanga huyu. Watoto wadogo na kwa wachawe na makanzu yao meusi hao. Naona kanzu yenyewe nyeusi. Mtume mwenye Muhammad alivaa kanzu nyeusi. Alizia laza mwana kule Lemba kashapita. Ndio mwanzo tuendelee. Endelee laza bwana, tupe laza pale pale. Anzia hata mwanzo pale pale bwana. Piga mpaka nikata. Ndio mnyamwezi. Okay. Halimani habia ambikata mazima toto mchita se saramate kino maledi mana mate mayena mina se shamala mkati mari kapeta peta meta msaramake toto matete kameki saramakanka maramake mara matete marakate mamkate nino makamake haya hoya toto migami nina majita shomaki ya unaionaje hiyo mwanangu? Wewe unachanganya unajua mwanangu. Ndio nataka zimu yani Mshikaji wako si dini nini. jamani, kata vibe ya kwanza Na vipi wewe? Hiyo ngoma umerekodi? Hiyo ngoma ishaisha, kila kitu mixing ishafanyika, kila kitu. Video bado sijapata mdhamini. Vipi familia? Mbona kinyonge afu umeweki leo? Nakuja maskani unapoa kama hivyo. Hamna mwanangu, sinajua mambo ya rodi ya ukichizi yani. Rodi yao uchawi nini sasa? Mwanangu asubuhi mwanangu yani nimeenda kali yako mwanangu. Kidogo umeshangaa mtu kachuma funguo. Funguo la jombo. Ama mkali. Njoo kuna mkaka anakuita. Mambo. Poa. Simba yupo wenyewe kama kuna ugomvi. Sasa Simba ongea na kusikiliza. Ongea na kusikiza ndo nini sasa? Kwa hiyo kana kwamba una haraka sana au? Mambo mzuri kama mimi naachaje kukupenda. Nisikilize kwanza. Kwanza mimi mkashe. Hapo. Penda vuta bangi. Mwanangu anaswali saa 5. Si umenielewa? Kwanza sasa ndo nini? Usichokelea hapo kitu gani? Yaani kwanza ndo unamaanisha nini hapa? Tulia basi bwana. Mkanye ujue mimi mwenyewe. Mkanye kidogo sana Mimi nitaja nitaona kukunulia hapo ngojazie ndoi. Hebu kwanza nipe kwanza shehe manake nini? Mimi sijui mambo ya shehe. Kasome madrasa. Unachekesha. Wasamba wajichekesha. Hapa kuna picha inachekesha. Sasa si ndio uongea au ndio umemaliza? Mimi ndio hivyo mwanangu. Tusizunguke kote tukatokea. Nimekwambia sikutaki. Mtu gani sielewa wewe? Asa cheka nini? Mimi mwanangu. Sema mimi sio shida tani mambo yanafurahisha tu. Kwa mwanangu ndo anacheka mimi ndio alafu wewe kwanza soma hata kwamba ndio mwenye kuelewa huyu. Sasa ananielewaje wakati nimekondoka hapa na hamna yeye ukimwangalia anaonekana ni position zake anaonekana kabisa anakubali sana wauni. Kwa sababu kama unakumbuka kaondoka pale kachungulia kidogo. Kama sio kesi bali ile sababu afu hii kanishangaza akamwambia mkiashe. Kwani sio ndio nini? Subhanallah. Ndo asema Al-Fatiha. Summa laika wa laika summa. Bora nimesoma Una ishe mwana. Sio shehe ila unasikiaga kwani ukisometimes ukikaga hapo sikiko. Sasa kibao unda kuwala nini unasikia hizo dua. Kule nani yule ndio shehe mwenyewe? Yule anafanya galafu kibao yule shehe yule. Yule shehe. Sheikh Suleiman. Safi tu. Asalamu alaykum. Alhamdulillah. Asante. Mungu wako. Karibu. Na mazungumzo na wewe. Sheikh wangu Suleiman. Nimekuja hapa kama nilivyokuambia. Lengo langu mimi sasa hivi nataka kuoa hapa. Nimeamua mwenyewe. Bila kushawishiwa. Ndoa nyingi leo zinanishawishi. Kwa Shabani kaoa, Juma kaoa na wewe basi kupata mkumbo. Bana. Ndio. Sawa. Hapana, sipo hivyo kabisa. Sipo hivyo kabisa. Huu ni mwezi wa toba. Leo jioni mtakana kwa.
kuona hizo ni chakula. Utaonyesha kama ni umeona wakati umefika fulani kwa kuwa na mwenza, basi ni jambo la heri. Sawa, mimi nitakupa inshallah. Inshallah. Sasa mimi nijiandae ndugu yangu. Sawa, najua. Wanafanya. Haya bwana, karibu. Nakutegemea sawa. Wangu Abduli, bana, nimekuja kwako hapa na changamoto sio. Na kama unavyojua mimi, wewe ndo mshenga wangu, wewe ndo shehe mkubwa ambaye nakutegemea katika mtaa huu. Shehe wangu, nimekuja hapa kutokana na vio vyako. Shehe wangu, nimekuja hapa na changamoto ya watu wangu. Kama unavyojua watu wangu wote watatu. Ya cha kushukuru wewe mke wangu ni watatu, ni mdogo. Hana changamoto yoyote, mashaallah. Basi inshallah. Lakini hawa wake zangu wengine hawa wawili mtihani. Ukija kwa mke wa pili, subhanallah, Biaisha. Yaani shehe wangu Biaisha ni mlevi, anatumia vilevi. Yaani shehe wangu acha, yaani lana sumaka. Yaani mpaka mimi nawaza sijui niache, ila nawaza nikimwacha wazao tukaongeza simba ya shehe wangu. Ni kweli. Inaonekana shehe wangu anatafutia mke ambaye hana maadili. Kumbe ni mwanamke mwenyewe. Na pia kuacha mwanamke sio suluhisho ya kusema kwamba nimemwelimisha kitu chochote. Atakiwa yuko nimwelimishe, mradi abadilike. Ndio maana faida ya kuwa wanaume ndio kitu cha familia. Ni kweli. Uzuri wa bahati wa mwana wake wanaume mashehe. Naam. Tuje kwa mke mkubwa wa mambo ya kwanza kabisa. Na Bi Fatma. Bi Fatma bwana kanifanyia vioja shehe wangu. Yaani nacheka kama mazuri. Lakini ndio tumeambiwa na Mwenyezi Mungu tuseke nini? Kinyongo. Tufurahi mbao. Lakini Bi Fatma kanifanyia vituko. Yaani sikufichi shehe, kuna siku nimetoka pale nyumbani, nilikopo mzamu wake ndio imeisha. Sasa asubuhi natoka naenda kazini, tukaagana vizuri pale ndani. Unarudi akamwambia sirudi kwa sababu leo zamu ya mwenzio. Basi sawa, akamwambia sawa, umefunga? Ananiambia nimefunga. Shehe wangu natoka sijamaliza kona ya nyumba ile. Nikakumbuka nimesahau simu ndani. Narudi nafungua tu mlango, sikuja tena kwako wewe. Obezi kupiga hodi. Nafungua tu mlango. Naam. Namkuta kuna jagi la maji. Subhanallah. Shehe wangu nilishiwa pozi. Yaani nilichanganyikiwa kwa kweli. Sababu ukiangalia wazifa nilokuwa nao mimi ni shehe ambaye naaminika katika mtaa. Afu istosheni ni shehe ambaye yani sina mambo ya ovyo. Yaani nilishiwa kabisa hata nguvu kwa kweli. Bi Fatma ni wakunywa maji. Ni mke wangu wa kwanza na muaminia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio kiongozi wa wenzake. Kabisa shehe. Kabisa. Kabla pole. Asante shehe. Bila shaka kabla haujaje kuniambia maana yako hujamwambia mtu yoyote. Mimi nadhani haujachelewa. Ninachokuomba ni kuendelea kuelimisha wake zako, waelimishe, wakataze, wape hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo lingine, ukimwambia mwanamke, na ndio hivyo kwamba sababu zako au zile kwenye nyayo na mimi mume wako, manake mwanamke anakuwa naelewa. Ukimwambia kwamba uiona pepo wewe ni nyepesi kuliko mimi, kama ukinitii mimi mume wako, mwanamke ukimwambia na ukimpa hadithi wapo hadithi za maswahaba, basi mwanamke anaweza kukuelewa. Lakini shehe wangu, jambo lingine, kwa kuwa wale wake zako na wake zangu mimi ni marafiki. Manake wake zetu hawa ni marafiki. Kwa mimi baadaye nitaitisha kikao kidogo na wake zako, niwaeleze ile jambo ambalo umekuja.
angalau hao wanawake nikiwaambia wanaweza wakafunga safari wakaenda kwao. Wao na tumaini wanawake wataelewana, wakishazungumza wataelewana, jambo hili linaweza kuwa jepesi huko. Wewe kuwa na maamuzi, unajua sisi binadamu tumeumbwa na nyongo, na nyongo inatengeneza hasira. Basi wangu naomba kukatisha kidogo, maana sasa hivi ni saa 9 inakaribia rasmi. Kwa hiyo shi wangu Mungu ni wao, kwa sababu kule chini kule kuna mzee mmoja anaitwa mzee Mpale, si mzee Mpanga sijui. Nataka nifike kule, kuna wanafunzi kama 3 hivi nitakuletea nao madrasa pale. Sure. Basi sawa, mimi nikutakia safari njema. Basi inshallah. Kwa hiyo au pigi pale kidogo ibada afu ndo uende au muda si bado kidogo nitawahi kule hapo. Vipi lakini hapo madrasa sio fresh wanafunzi? Haiti shida. Basi na mpango wa kuongeza madrasa nyingine, bali nitafutie shehe mwingine kama wewe shehe. Basi sawa. Basi inshallah shehe. Kuna shehe mmoja anaitwa Isiaka Ugando. Ni mzuri sana kwenye kidogo kwenye kitabu. Kwa hiyo mimi nadhani ukifungua mwalimu yupo. Basi mashaallah shehe. Isiaka anaweza kutusaidia. Basi inshallah shehe. Basi sawa shehe. Haya shehe. Wake zangu hata mwitiki vipi? Ando somo kani? Aina kawaida. Na jambo nataka niongee na nyinyi. Jambo gani tena mume wangu? Jambo lenyewe ni kuhusu Sheikh Abdalla. Jeno mbele rafiki yangu mimi. Na changamoto kidogo kwenye ndoa zake. Kwa hiyo aliniita kama rafiki yake na mshauri wake, akanipa malalamiko kuhusu ndoa zake. Aliniambia juzi alihamkia kwa bibi mkubwa, Bibi Fatuma huyo wake mkubwa. Kwa asubuhi akawa ameagana vizuri kwa furaha na mke wake, lakini akabidi aondoke kwa ajili ya kwenda kazini. Sasa wakati anaondoka kuna kitu alikuwa amesahau. Kwa akabidi arudi ndani labda achukue hicho kitu. Lakini kitendo cha kurudi akamkuta mke wake anakunywa maji. Na mimi nilishtuka hivyo, lakini Sheikh Abdalla akaniambia wao usishtuke. Abduli, unakunywa kuliko hata ile la maji. Nikamwambia shehe wangu, sasa mtu anakunywa maji na akasema kafunga, unaniambia ni dogo. Akasema shehe wangu, tunakwambia ni dogo. Ni kubwa lakini kuna kubwa zaidi ya hili. Basi shehe wangu nipe mambo. Ananiambia mke wangu ni wake ametoka hapa, mke wake wa pili kwao. Nimeenda nyumbani kwake anakunywa pombe. Nilishtuka hivyo. Wake zangu, nisikilize. Nilishtuka hivyo. Nikasikiza kidogo, nikaambia shehe wangu, huu ni mtihani. Lakini nikamuuliza, hivi hili jambo nimeshawaambia watu wengine? Akaambia shehe wangu, sijawaambia watu zaidi ya wewe. Sasa shehe wangu, hili jambo simwambie tena mtu mwingine, kwa sababu nitokea wewe ni shehe mkubwa unajulikana. Sasa leo kutoka hapo mimi naenda kumwambia, huwezi jua anaweza akawa ni mnafiki. Amefunga lakini akawa ni mnafiki, kwa usimwambie mtu mwingine. Sasa sawa shehe wangu, nimekuelewa. Kwa hiyo ni jambo liishie kwangu. Basi shehe wangu tukaagana pale. Nikamwambia je, huyu bibi mdogo? Akasema mashallah. Huyu kidogo nashukuru. Basi mimi nikaondoka, na ndio maana mimi nimewaita hapa ili kuwaeleza hili tatizo ambalo namkabili shemeji yenu. Kwa sasa mimi wake zangu nimekuja kuambia, maana yake sitaki leo mkatoka hapa tena nyinyi mnaenda kuambia watu. Zaidi ya kutoka hapa, kama mtaenda basi nyinyi mfuate wale wake wa Abdalla ili mwaeleze. Nadhani mmeelewa wake zangu. Nimeelewa mume wetu. Sawa. Ila sasa changamoto inakujaje mume wangu? Ndio. Yaani ile ni ndoa ya mtu. Kwenda kuwafuata alafu tena kwanza kuwaongea na kuwaelekeza,
wataona kama vile tunaingilia maisha yao, ila sio mbaya. Sisi tutakaa nao chini, tutaongea nao vizuri, kama watatuelewa ni heri, na kama hawatuelewa pia tutajua hapo tutakafanya tufanyaje tena mmoja. Basi sawa, mimi wewe nimekuelewa. Na wewe bibie, mawazo yako mami? Mimi wangu nimekuelewa. Kesho nikipata muda inshallah nitaenda kuongea nao. Kama nitachokifanya si kizuri, sasa ni mwezi huu mtukufu. Kunywa maji au kunywa bia ni jambo kubwa. Mimi nitaenda kuongea nao kama wakubwa wangu. Hata nielewa tu. Basi sawa. Mimi bwana nimewaita hapo wake zangu kwa kikao kazaura. Akanaga muda wote kikao. Sasa niwaache. Angalau nijisogeze kidogo mazo nanie sasa. Angalau nijiandae kwa ajili ya kufanya ibada, si ndio? Na wewe sasa uswali. Na swali. Sio na swali alafu naona hamna kitu. Nakuona? Mzee kama kazi yenu ni kubwa mno. Basi ondoka. Leo vipi mbona niangalie? Na kuangalia unaitikia kama na swali kweli wewe. Wewe unasema kama mimi swali. Mimi nimeswali wewe. Utokeni. Unachukua mtandao simu. Haya kuhusu. Hivi ya kushinda nini? Hizi siku 30 ezao. Sasa nimekuja hapa kushinda nini? Hizi siku 30 za mfungo, tuheshimu ni dini, tuacheni kuzini. Jamani Mungu yupo, imani sio mavazi nje kujistilisha. Sasa kwa nini sikuelewi? Asante. Kwema huko? Alhamdulillah, kuko kwema kabisa. Sijui hapa salama. Vipi, mbona mjatimia? Kwa nini mmetimia? Mimi mwenzangu kidogo na changamoto. Basi na simu zetu tukaenda dukani hapo mara moja, kwa akirudi tajumika naye hapa. Dadangu niambie. Simu yako bwana ilinishtua sana. Yaani mpaka nikakosa uvumilivu wa kuvumilia. Ulivyoniambia jioni nitakuja nikasema siwezi. Yaani ni bora sisi uje kwanza ili nisikilize kitu gani ambacho unataka kuniambia. Maana nimeshtuka. Ulinishtua sana. Kulikoni? Ni mazito kiasi na mepesi kiasi. Kwa sababu jana mume wangu alituita mimi na yule mke mwenzangu pale. Akatuambia kuhusu mimi. Kwamba shemeji alimfuata na kumuelezea au kumjaribu kumwambia kuhusu habari zenu. Sasa kwa mume wangu akachukua busara si kutuambia. Sasa mimi ile jambo limeniuma kwa kweli. Kwamba mwezi mtukufu kwa kuta bibia hapa na kunywa bia ndani. Na yeye kadhalika na kunywa maji. Sasa mume wangu ile jambo kidogo limemkwaza. Kwa hiyo akaamua kumfuata mume wetu na kumwambia.
sana mume wetu na akachukua busara kutuambia sisi kama wake zake au kama sisi wanawake wenzenu, sije kidogo kuongea na nyinyi kwamba ndugu zangu, mlichokifanya sio jambo zuri, sio jambo zuri kabisa, hususan huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ile mlichokifanya hakimpendezi Mungu hata sisi wenyewe binadamu. Tujitahidi kidogo tubadilike. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Pia nitoe shukrani zangu zote kwa kupata muda wako kuja kuzungumzia swala kama hili, na ni swala la heri pia. Asante sana, na pia tulifanyia kazi. Mimi nimekuelewa. Mimi nimeelewa. Tujilinde. Mwezi wa Ramadhani huu. Mimi kuanzia kesho mwenzangu na swali. Sijui wewe. Nashukuru dada kama umeelewa. Na mimi basi mkaaji. Naona tu hapa niende zangu huko nyumbani. Ukae tu hata kidogo. Nimeacha mboga jikoni. Na yule mwenzangu anavyomjua anapopenda kulala. Mboga? Saizi? Mboga ya daku. Sawa. Jamani, Mungu akipenda. Basi sawa, sisi hata hatukutoi tena. Hapo tunafika.